watu wakamwendea wakabatizwa huko. Kulikuwa na maji tele. Andiko la mwisho Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 24 mpaka mstari wa 27. Yohana Matendo ya Mitume sura ya 8. Hapa anza tu mstari wa 27, samahani, mpaka mstari wa 34. Yohana 8:27 hadi 34 inaeleza vile vile toashi hapo naye alibatizwa kwenye maji mengi. Nafikiri nitakuwa nimejibu. Amen. Una swali jingine? Uliza tu, wewe na amani. Uliza. Wakuzike wasikuzike, kama umeishi maisha ya utakatifu naenda mbinguni. Lakini msingi ni hivi, kipaimara na komunio haiko kwenye Biblia. Msingi wa imani yetu. Hebu nitoe mfano. Tanzania tunaongozwa kwa kutumia kitu gani? Wewe unavyofahamu, katiba, si ndio? Kwa mtu akienda kinyume na katiba anakuwa na hatia katika nchi ya Tanzania. Katiba ya serikali ya mbinguni ni Biblia. Sio mambo mengine ya ujanja. Ndio maana katika Isaya sura ya 34 mstari wa 16, Isaya sura ya 34, Isaya 34 mstari wa 16, Biblia inasema hivi, tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Yaani mambo yote, dira yote ya kwenda mbinguni tunatafuta kwenye kitabu cha nani? Cha Bwana, ambacho ni hiki Biblia. Hiki ndio kinatuongoza. Na Yesu alisema katika Mathayo 22:29, alisema mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko. Moja ya chanzo cha kupotea ni kwa sababu watu hatafuti kuyajua maandiko. Mungu amekupa neema leo wewe umeyasikia hayo maandiko, ili usiweze kupotea kwenye Biblia. Yani sijui komunio, sijui hata na mimi nilikuwa Mkatoliki, si nimenania hayo. Haya hakusaidii chochote kwenda mbinguni, kwa sababu mafundisho chochote kilichoko hakiko kwenye maandiko, chochote hakiko kwenye maandiko. La kwanza. Ndio maana yake sasa hii ni msaada wa Mungu ili tusiweze kupotea. Lakini hilo la kwanza. Sasa tufanye mfano, ulikuwa unafuata maandiko huko vizuri na ndugu akasema hatukuziki. Hivi unajua wewe utakapokuwa umekufa tu sekunde ile ile, roho yako inakuwa imeshaenda mbinguni. Wao wanabaki na mwili. Mwili hauna maana yoyote. Na hii ni tekniki wanaitumiaga. Ukiwa unaishi maisha ya wokovu, si unaishi, sisi ukifa tunakutenga katika wokovu wetu. Nitengeni, mimi niko kwenye wokovu mwingine wa mbinguni. Wakikutenga haina maana yoyote. Lakini jambo ni hili. Iwe wakuzike, iwe wasikuzike, hakuna maiti yoyote ikakosa mzikaji. Nataka uelewe hilo. Wewe umewahi kusikia maiti imekosa mzikaji? Kwa hizo ni mbwembwe anatumiaga shetani za kuwatikisa watu aendelee kuwaburuza kwenye dhambi. Lakini hakuna hoja hapo yoyote. Kwa hiyo upate komunio na kushauri usipate, achana navyo. Kaa kwa Yesu, ukifa uende mbinguni basi. Swali jingine? Ubarikiwe sana. Na nafikiri tutakuwa tumemaliza. Au kutakuwa na jingine? Tutakuwa tumemaliza kwa sasa. Amen. Amen. Basi nafikiri tuingie katika breaki, na kama alivyozungumza tunataka kuingia kwenye break, si ndio? Amen. Tumwombe Bwana. Mungu mwema, asante na kushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Umetufundisha kwa ndani, kwa marefu na mapana. Yesu Kristo, katika Mathayo 24 mstari wa 1 mpaka wa 3, wanafunzi wako walianza kukuonyesha habari ya majengo, na mstari wa 3 wakaanza kuuliza maswali, na maswali yale yakatufundisha mambo mengi ya dalili za siku za mwisho. Asante kwa ajili ya maswali haya ambayo yamefungua ufahamu mwingine na yametusogeza hatua kubwa zaidi. Roho Mtakatifu, asante na kushukuru. Hata tunapokwenda katika hatua nyingine ya chakula ya breaki, Bwana tusaidie, Bwana tutunze, tuendelee kutafakari mambo ya roho kwa utukufu wako Mungu, katika jina la Yesu. Amen. Amen.